بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد: باب لا حلف في الإسلام. باب لا حلف في الإسلام. tulitaja katika darasa zilizopita kuwa hilf maana yake asli yake min almuaqada, asluhu almuaqada والمعاهدة على التناصر والاتفاق والتساعد. ni watu kuwafikiana na kukubaliana katika kusaidiana na kuungana katika jambo fulani, wanusuriani. قال هنا باب لا حلف في الإسلام، أي فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل فذلك منهي عنه. muungano wa aina yoyote wa kijahilia katika kuungana kwa ajili ya kupiga vita, kuwadhulumu watu wengine, au vita baina ya makabila, au kwa ajili ya fitna, yote haya hayajuzu, yamekatazwa katika Uislamu. wala hajata ila tajdid alhilf fi alislam idha kana alhilf fi amri khairin fi aljahiliya. na hakuna haja ikiwa ile hilf au muungano na mapatano katika kunusuriana katika khairi kufanyiwa tajdid, kwa sababu tayari Uislamu waamrisha mambo ya khairi, yatosheleza. ndio maana ya babu la hilfa fi alislam. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على درج الكعبة، أي على طريق الكعبة. Mtume صلى الله عليه وسلم katika mwaka wa fathu Makka alikaa katika mojawapo wa njia za kuelekea katika al-Kaaba. fahamida Allah wa athna alayhi, akamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsifu. thumma qala, kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam: man kana lahu hilfun fil jahiliyya lam yazidhu al-islamu illa shiddatan, أي في الحفظ والعهد. الحلف الذي وافق حكم الإسلام كصلة الأرحام، أما ما خالفه فالإسلام يبطله. muungano wa aina yoyote ambao ulikuwa wakati wa jahiliya, ambao ni mzuri, kama kwa mfano watu kuahidiana katika kuunganisha kizazi, katika kumnusuru yule aliyedhulumiwa, basi muungano kama huu Uislamu watilia nguvu zaidi na kuuhimiza zaidi. ama ikiwa ni kinyume cha hivi, basi utakuwa umekatazwa na dini yetu. qala wala hijrata ba'da al-fath, wala hakuna hijra baada ya fathu Makkah, kwa sababu Makkah baada ya fathu Makkah imegeuka ikawa ni nchi ya Kiislamu. kwa hivyo hakuna mtu anayefanya hijra kutoka katika nchi ya Kiislamu, so tayari shakuwa ni nchi ya Kiislamu. kabla ya hapo Makkah ilivyokuwa yatawaliwa na washirikina wa Quraysh, ilikuwa
watu wakifanya hijra kutoka Makka kwenda kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina. Ama baada ya fathu Makka ikabakia Makka kuwa ni nchi ya Kiislamu. Na hapa kuna utabiri Mtume sallallahu alaihi wasallam ameueleza kuwa Makka itabakia daima ila qiyam saa kuwa ni nchi ya Kiislamu. Kwa nini? Sababu Mtume sallallahu asema wazi, la hijrata baada al-fath. Baada ya fathu Makka hakuna tena hijra ya kutoka wapi? Makka. Kwa hivyo Makka itabakia kuwa ni nchi ya Kiislamu ila qiyam saa. Itabakia kuwa ni ya Waislamu na itabakia ni nchi ya Kiislamu mpaka kiyama kitakaposimama. دل هذا الحديث على مشروعية الخطبة لبيان الأمور الهامة أو المهمة. هي حديث ndani yake mna faida. Moja katika faida zinazopatikana ndani yake ni kuwa yapendekezwa kutoa khutba ili kubainisha jambo muhimu. Tizama Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama mbele ya masahaba akahutubu kwa ajili ya kuelezea jambo hili muhimu. ودل كذلك على بيان أن ما كان من عمل أهل الجاهلية من الأمور الحسنة. pia hii hadithi ni dalili kuwa yale mambo yaliyokuwa wakati wa jahiliya katika mambo mazuri, kama kuamrishana kuunganisha kizazi, kumnusuru aliyedhulumiwa, fa innal islam yuqirruha, uislamu hukiri na kukubali jambo kama lile. Haimaanishi kuwa lilikuwa katika jahiliya kuwa moja kwa moja katika uislamu litapingwa, la, itategemea. Ikiwa lile jambo la afikiana na sheria ya Kiislamu, basi Uislamu utalikiri na kulikubali. Ikiwa litakhalifu, basi na Uislamu pia utalipinga jambo kama lile na kuliwacha. Kama dalla alhadith ala annahu la hijrata min Makkah ila almadinati ba'da 'am alfath. Pia katika hii hadithi kuna dalili ya kuwa hijra ya kutoka Makka kuelekea kwenda Madina baada ya mwaka wa fath hakuna tena, kwa sababu lianna albaladain sara baladay alislam, kwa sababu nchi zote mbili au miji yote miwili ya Makka na Madina tayari yamekuwa ni miji ya nani? Ya Waislamu, na ni miji ya Kiislamu. وأما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فإنها واجبة على القادرين عليها ولا يستثنى من الوجوب إلا غير المستطيع. أما كفن هجرة kutoka katika nchi ya kufur kwenda katika nchi ya Uislamu ni jambo ambalo litabakia kuwa ni wajibu, litabakia kuwa ni wajibu kwa yule mwenye uwezo. Ama kwa yule ambaye hana uwezo wa kufanya hijra, basi huyu ni ma'dhur. illa almustad'afina min ar-rijali wan-nisa'i wal-wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asa Allahu an ya'fuwa 'anhum. wale ambao hawana uwezo, wana udhaifu, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akawasamehe. Sapima haya. Na leo utakuta vijana wengi wa Kiislamu wajibidisha sana katika kwenda kuishi katika nchi za kikafiri. Pengine ukapata mtu akahatarisha maisha yake, lakini muhimu aende akaishi katika nchi ya kikafiri, mpaka kufikia baadhi ya saqitin ambao hawafahamu kile wanachokizungumza, na sallallahu alafiyata wassalama. Mtu akasema afadhali nzaliwe mbwa kule magharibi kuliko kuzaliwa binadamu Afrika.
kama kweli maneno yako hayo, mbona wao huja huko Afrika wakatizama wanyama, wakatizama miti, wengine hata jua hawalijui, wakakaa miungo wazi, hapo najua tu wewe uko kwenye neema. Allah subhanahu wa ta'ala ankupa neema, lakini aona kile alichonacho fulani yule kule ni bora kuliko alichonacho yeye. Tamsul basira, nasallallahu alafia. Mtu akawa kipofu kwa ajili ya dunia mpaka kufikia katika hali kama hii. Wengi katika Waislamu wakakimbilia katika nchi kama zile ambapo ilikuwa ni wajibu kwa mwenye uwezo anaishi kule kuondoka. Leo mtu yuaenda yuko tayari kujitangaza kuwa yeye ni mkimbizi, amefukuzwa katika nchi yao, kuna vita. Hata kama hatoki nchi ile, atajipagaza kwa yeye atoka nchi ile, ajitie wazimu, ajitie kila aina ya maradhi, ajifanye haelewi lugha, mpaka mwisho waonewe huruma na kufar, kisha wampokee vizuri, wamweke, wamlipe, wamlishe. Kisha kesho mmoja kutuambia hawa makafiri watakana walipuliwe, tumwage damu yao hawa. Ya akhi, kwenda mwenyewe unstiriwa nao hawa unkustiri. Kwa nini uache fadhila kafiri awe nao juu yako wewe Muislamu? Bakia muazzaz mukarram katika ile sehemu uliko. Na lau kama ingelikuwa ni nchi ya Kiislamu, pengine labda tungesema labda ankwenda kule kwa ajili ya dini yake. La, lakini nchi za kafiri, sallallahu alaihi. Na mifano yao hawa ni wengi sana, mifano yao ni wengi. Pengine mtu aweza kusema mimi naishi katika nchi ya Kiislamu, lakini nchi yenyewe ya Kiislamu hii ninayoishi tusumbuliwa bana sisi, pengine labda nitafungwa. Yarhamukallah. Alifungwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, na hatukusikia hata siku moja akitolewa akikimbia katika nchi za kafiri. Ashikwa tena yuwafungwa, mara yuwachwa, mara yuwafungwa mpaka kafa jela, lakini ambakia katika nchi ya Kiislamu. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi ta'ala alayhi aliadhibiwa katika fitna ya khalqul Qur'an, akafungwa miaka jela. Je, mliona Imam Ahmad akitoka akikimbia katika nchi ya kafiri kutafuta msaada katika sehemu kama zile? La, alibakia katika nchi kama ile. Ni nchi ya Kiislamu. Lakini leo utawakuta wakimbizi wa siasa kama wanavyodai wao, kitu cha kwanza kabisa akimbia yenda wapi? Yenda nchi za kimagharibi, ende kujificha kule. Ikiwa wewe ni hatari kwa usalama, mbona wale wakupokea wakuweka vizuri? Wao wataka uwe namna hiyo, wataka wewe uwe namna hiyo dhidi ya ndugu zako kule ulikoacha. Na hawa ni wengi mfano wao, kama alivyotaja Sheikh Zaid al-Madkhali. Aliyataja haya maneno ni Sheikh Zaid al-Madkhali, si Abdullah. Manake mara nyingi akitajwa majina hapa watu huruka wewe, wataja watu wana elimu kuliko wewe. Wallah. Haya Sheikh Zaid al-Madkhali yasema hapa, wa adhkuru minhum, katika hao wakimbizi wa kisiasa waliokimbia katika nchi za kafiri, Muhammad Surur Zainul Abidin, Sururia, ambao wamfuata wako wengi hapa Mombasa. Jamaa yao kakimbia, yuko London, headquarters yao Muntada iko wapi? London. Hao ndio watakaonusuru Uislamu, na hao wakufurisha Waislamu na kiongozi wao yuko wapi? London. Amewekwa kule, amestiriwa kule na kufara. Mwingine Saad al-Faqih kamtaja, na Muhammad al-Mas'ari. Qala wa amthaluhum min as-siyasiyin, na mfano wake katika watu wa siasa, mfano wa hao. Wanabrau ila Allah min sani'ihim, tujitenga na Allah kutokana na vitendo vya watu kama hawa. Kisha akasema Sheikh Zaid al-Madkhali katika kutaja kuwa yajuzu kwenda katika nchi au kusafiri katika nchi za kufur,
ligharadin sahih, ikiwa ni kwa malengo mazuri, kama kwa mfano akidhi haja yake ambayo yahitaji ipatikane isipokuwa sehemu kama ile ya biashara kwa mfano, kisha arudi kule alikotoka, wala halaumiwi katika hili. la siyama fi al-umuri allati la budda min tanawulha fi bilad al-kufr, hasa katika yale mambo ambayo hakuna budi lazima mtu atayapata katika nchi kama zile, kad'awati ila Allah, kama kuwalingania watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa talab al-ilaj au talab ilaj marad la yujadu atibba'uhu fi balad al-islam, kwenda kule kutafuta matibabu katika magonjwa ambayo hakuna matibabu isipokuwa kwao. wama da'at ilayhi al-haja min at-tijarati wa nahwi dhalika, na kile ambacho kimekuvutia wewe kwenda katika sehemu kama ile, kama biashara na mengineo, hili haulaumiwi. Na usiende kule ukaleta picha mbaya ya Uislamu, kwa sababu unapoingia katika nchi yoyote hugongewa wewe kitu wanachokiita visa, tashira, idhn ad-dukhul, wapewa idhini ya kuingia katika nchi yao, lakini ni kuwa umekubali unapogongewa ile visa kuingia katika ile nchi, umekubaliana na wao kuwa utaingia kwa amani na utoke kwa amani. Lau kama wataka kufanya shari, anza pale pale kwenye matar airport pale, uombe sikilizeni, hebu gonga hapa, mimi ndakulepua, nikiingia ndani ndakuua, sema pale, kisha uone watakupa visa ama hawakupi. Ikiwa watakupa basi khair, endelea, wankupa ruhusa uwe watu. Lakini usiingie pale kisha ukafanya khiana, ukafanya ghadr, ukaingia kule ndani, wamekuingiza kwa amani wakijua wewe utawapa amani, kisha ukishafika kule ndani uingie kwenye supermarket, watu wanunua tomato na vitunguu na mayai na mikate, uingie pale ndani umevaa ukanda sio kutoka wapi, ujilepue uue watu pale ndani, kisha useme mimi nakufa nini? Shahidi wa kuua watu kununua mikate. Hii ni khiana huyu mtu ameifanya, kwa sababu alivyoingia aliingia kuwa na nini? Na amani, akaaminiwa akawachwa ingie. Baada ya kuingia akawafanyia khiana, na Muislamu afanye khiana. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah. Na ilipokuja kuwa ukiona khiana kwa wale watu, yani kufar, katika ahadi yao, fambidh ilayhim ala sawa, wawekee wazi kabisa, uambie ahadi baina sisi na nyinyi ishafanya nini? Ishakwisha. Kwa hivyo hakuna amani baina ya sisi na nyinyi kuanzia sasa. Lakini usiende kwa mtu ambaye amekupa amani kisha wewe ukafanya nini? Ukafanya khiana. Na hii yafanywa na wengi katika khawarij. Ukamwona kijana ameingia pale kanyoa ganjo kabisa, kichwa amekinyoa kipara huku chini, kavaa chepeo juu, kisha kavaa vibaya vile, kumbe lakini ana kazi yake enda kuifanya kule ndani. Kisha lawama zote zarejea kwa nani? Kwa Waislamu. Kwa Waislamu wabaya, Waislamu waovu, Waislamu waua, Uislamu ka Uislamu huu si Uislamu. Uislamu wa kisawasawa hautupelekei huko. Sheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala asema, ikiwa wao ni mujahidun wa kikweli kweli, waache kusumbua watu, wakusanyike jeshi waende mpaka kwa mipaka nchi za kafiri, waambie sisi tunkuja tutaka vita, kwa hivyo jitayarisheni twaja, na wao pia wajitayarishe, kisha mpambane. Kila mmoja yajua anachokifanya, sio ama kuingia na kuua watu wasiohusika, na sallallahu alaihi wasallam. Hili ni jambo ambalo Uislamu haulikiri wala kulikubali.
kwa namna yoyote ile, wakauawa wanawake, watu wazima, watoto na wengineo. Kwa hiyo mtu akienda katika nchi kama zile, lazima awe atatekeleza haja yake iliyompeleka pale, aondoke bila kuharibu sura ya Uislamu. قال باب من استمطر في أول المطر. ولا نكتفي بهذا القدر، نأخذ الحديث. طيب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر فحسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه عنه حتى أصابه المطر. قلنا: لم فعلت؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. kuna hii sunna ambayo wengi au tuweza kusema hatuifuati hii sunna, hatuifanyi hii sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba walikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mvua ikanyesha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akavuta nguo yake, akafungua mikono yake, ikawa yupigwa na nini? Na mvua imguse mwili wake moja kwa moja. Masahaba wakamuuliza: kwa nini umefanya hivyo ya Rasulullah? Akasema: li'annahu hadithu ahdin bi rabbih. Hii mvua ndiyo yatoka kuumbwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala, na pendelea zaidi nifanye nini? Iniguse. فدل هذا الحديث على بيان فوائد منها ما يأتي. الفائدة الأولى: كثرة ملازمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له في أغلب أحواله. مصحابه ومتومه صلى الله عليه وسلم mara nyingi walikuwa kilazimiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hii yatupelekea sisi na kutuhimiza kulazimiana na watu wa kheri. Ukijua kuwa huyu ni mtu wa kheri, lazimiana naye kwa sababu ya faida za kidini utakazozipata katika sehemu kama ile. الفائدة الثانية: مشروعية السؤال عن الأحكام الشرعية من واجب ومستحب ومحرم ومكروه ابتغاء تطبيقها تطبيقا عمليا. yapendekezwa na yahimizwa kuuliza swali katika ahkam za kisheria, za wajib, zinazopendekezwa, za haramu, za makruh, kwa nia ya kutabikisha lile jambo na kulitekeleza. الفائدة الثالثة: استحباب كشف بعض جسد الإنسان كالساقين والذراعين ونحوهما مما ليس بعورة، وذلك عند بداية نزول المطر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. yapendekezwa kufungua baadhi ya sehemu za mwili wa mwanadamu kama mikono yake miwili, pia miundi yake na mfano wake ambao sio aura, sio tupu. Nao ni mwanzo wa kuanza kuteremka mvua. Lakini lau kama leo shekhe utatoka msikitini, wewe utoke pale nje, mvua anza kunyesha, uanze kufungua hivi, wasema si tuwaambia kusoma kwingi Qur'ani watu wacharuka, si tuwaambia hati zama imamu huyo, imamu wavua ainua nguo zake apigwe na mvua, watu wakimbia mvua, wewe ndaifuata, sio? Ndio utasikia watu wakisema hivyo.
ambapo hii ni sunna yapendekezwa. Ndio nikasema ni sunna ambayo wengi wetu tumefanya nini, tumeigura na kuiwacha. Na lau kama mtu ataifuata hii sunna ataonekana ni kama huyu kidogo akili zake zaanza kumruka. Si usema Waswahili bana, ukisoma sana Qur'an akili zako zitakuruka, na ukivuta bangi zitakuwa salama. Ndio mkae mvute bangi mle marungi, kisha wanaosoma Qur'an muambie akili zao zitaruka. Sisi tuwaona walaji marungi na wavutaji bangi ndio akili zao zaruka. Somaje Qur'an unketi na akili zao timamu. Alhamdulillah. قال الفائدة الرابعة الشيخ زيد تجا فائدة 4 بيان علة ذلك. sababu gani Mtume sallam alifanya kitendo hiki? Hapa katika hadithi hii yabainishwa hiya anna al-matara hadithu ahdin bi rabbih ay bi takwinihi lahu wa amrihi bi inzalihi. Hii mvua imeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala na imeshuka kwa amri ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuwa imeumbwa karibuni na Allah subhanahu wa ta'ala, ndio alipendelea zaidi fa nini imguse ile mvua. faida inayofuata anna al-matara rahmatun min Allah yarhamu biha makhluqatihi fil ardi على اختلاف أجناسها كما هو معلوم شرعا وعقلا. mvua ni rehma kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, humrehemu anayetaka katika waja wake. Viumbe aina mbalimbali, na hili jambo lajulikana katika akili ya mwanadamu na kisheria kuwa mvua ni rehma kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, aiteremsha kwa waja wake. Hizi ni baadhi ya fawaid ambazo ziko wazi katika mlango huu aliotaja Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi. hadithi wallahu ta'ala a'lam. subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم.